Kwa hali ambayo inaendelea hivi sasa nchini Tanzania, ni kama raia wameamua kuchukua hatua madhubuti za kujilinda wenyewe kutokana na mambo ambayo labda yanaendelea. Na sijajua kwa nini watu wanafikia hatua hii. Kutokana na kutoweka ama kuvamiwa mwanaharakati Mdude Nyagali mkoani Mbeya katika eneo la Iwambi, na watu hao kuondoka naye mpaka sasa kutojulikana aliko. Wana harakati mbalimbali na Watanzania hasa waishio nje ya nchi ya Tanzania wameamua kutoa ama kuahidi kiasi cha shilingi milioni 10 kwa mtu yeyote atakayekuwa na taarifa za kupatikana kwa ndugu Mdude ambaye alivamiwa hivi karibuni ama kutekwa na watu wasiojulikana mpaka sasa. Lakini hii shilingi milioni 10 imewekwa katika mazingira fulani ambayo ni kama Watanzania hawaamini tena mifumo iliyowekwa katika mnyororo wa serikali. Taarifa kutoka kwenye ukurasa wa wakili msomi Boniface Mwabukusi inasema kwamba Boniface Mwabukusi anasema kwamba hatutachoka, hatutalala na hatutakatishwa tamaa. Anaendelea akisema kwamba taarifa za Mdude shilingi milioni 10. Chapisho hili linasema kwamba wana diaspora kupitia Sauti ya Watanzania wameahidi zawadi ya shilingi milioni 10 kwa mtu yeyote atakayetoa taarifa zitakazofanikisha kupatikana kwa ndugu Mpaluka Saidi Nyagali maarufu kama Mdude. Anasema kwamba kutoa taarifa kwa usiri unaweza kuwasiliana moja kwa moja na wakili na rais wa TLS Boniface Mwabukusi, akitaja namba yake kwamba unaanzia jumlisha 255 765 742 595 au makamu mwenyekiti kanda ya Nyasa Frank Mwakajoka ambaye pia unaanzia namba ya jumlisha 255 768 846 386 au diaspora Emmanuel Katili unaanzia jumlisha 1 281 kwenye mabano 794 08 06. Naomba nizirudie namba hizi. Nasema kwamba kutoa taarifa kwa usiri unaweza kuwasiliana moja kwa moja na wakili na rais wa TLS Boniface Mwabukusi kupitia namba jumlisha 255 765 742 595 au makamu mwenyekiti kanda ya Nyasa Frank Mwakajoka jumlisha 255 768 846 386 au diaspora Emmanuel Katili unaanzia alama ya jumlisha kisha 1 281 794 -08 06. Lakini inaendelea kwa kusema kwa kuwasiliana kwa simu tumia WhatsApp, Signal au Telegram. Kuwasiliana kwa simu tumia WhatsApp, Signal au Telegram. Ameweka hivi kwa sababu ni mawasiliano ambayo kwamba ukitumia hivyo ni uwezi kunaswa. Yaani kwa sababu mawasiliano mengi yanasikilizwa. Yaani simu nyingi zinasikilizwa za kawaida hizi, lakini ukitumia WhatsApp, Signal ama Telegram inaonyesha kwamba ni mawasiliano ambayo ni asiri ambayo mamlaka huwa hazinasi, na kwamba taarifa zako zitalindwa kwa hali ya juu kwa usalama wako na usiri
mkubwa. Lakini pia wanaeleza kwamba taarifa hizo, licha ya mawasiliano hayo, unaweza ukawasilisha taarifa kwa kiongozi yeyote wa Chadema au wa kidini unayemwamini. Narudia kusoma hapa. Anasema au wasilisha taarifa kwa kiongozi yoyote wa Chadema au wa kidini unayemwamini. Hii ni taarifa ambayo ipo katika ukurasa wa Boniface Mwabukusi, ameichapisha asubuhi ya leo, na akisema kwamba hatutachoka, hatutalala na hatutakatishwa tamaa. Taarifa za Mdude ni shilingi milioni 10. Wakati hawa diaspora wakiahidi zawadi ya shilingi milioni 10 kwa mtu ambaye atawezesha kupatikana kwa ndugu Mpaluka Saidi Nyagali maarufu kama Mdude. Lakini hivi karibuni mkuu wa mkoa wa Mbeya Bwana Juma Zuberi Omera pia aliahidi kutoa kiasi cha shilingi milioni 5 kwa mtu atakayefanikisha kumpata mtu huyu, lakini akiongeza akisema kwamba akifanikisha kumpata akiwa hai au amekufa, kitu ambacho pia kilizua gumzo kidogo mitandaoni. Lakini leo hii au diaspora ameahidi shilingi milioni 10 kwa mtu yeyote atakayewezesha kumpata ndugu Mpaluka Saidi Nyagali maarufu kama Mdude, na mawasiliano ni kama hayo ambayo nimekusomea ama nimekutajia. Lakini pia wanasisitiza kwamba unaweza kuwasiliana kwa kutumia WhatsApp, Signal au Telegram, lakini pia na mtu yeyote anayeweza kuwa na taarifa sahihi za kumpata Mpaluka Saidi Nyagali au Mdude anaweza kuwasilisha taarifa hizo kwa kiongozi yeyote wa Chadema au wa kidini anayemwamini. Hii ni taarifa kutoka katika kurasa wa Facebook wa ndugu Boniface Anyisile Mwabukusi, ambaye amechapisha taarifa hizi akisema kwamba diaspora wameamua kutoa shilingi milioni 10 ama kuahidi kiasi cha shilingi milioni 10 kwa mtu yeyote atakayewezesha kupatikana kwa ndugu Mpaluka Saidi Nyagali maarufu kama Mdude, ambaye hivi karibuni akiwa mkoani Mbeya nyumbani kwake, watu wasiofahamika waliingia nyumbani kwake na kumchukua na kumpiga kisha kuondoka naye, ambapo mpaka sasa hajulikani alipo, na baadhi wamejaribu kutoa taarifa polisi na kwenda wakidhani labda polisi watakuwa wamemkamata kama ambavyo huko nyuma ilikuwa ikitokea akiwa nyumbani kwake akiwa mkoani Songwe. Aliwahi kuchukuliwa na jeshi la polisi, baadaye akaachiwa. Hivyo baadhi ya watu wameenda polisi na kuuliza, lakini polisi wamejibu kwamba hawafahamu jambo lolote kuhusiana na kilichompata bwana Mdude, na kwamba uchunguzi unaendelea kufanyika juu ya tukio hilo ambalo lilifanyika ama kutokea Iwambi jijini Mbeya kuhusiana na jambo na mtu huyu, raia huyu Mdude Nyagali. Na sasa diaspora pia wameinuka kumtafuta Mtanzania mwenzetu huyu ili ijulikane yuko wapi, na yeyote atakayewezesha kumpata ama kutoa taarifa za aliko bwana Mdude Nyagali atapewa zawadi ya shilingi milioni 10. Hii ni taarifa ambayo nimeona nikujuze mtazamaji wetu. Karibu nawe kwa maoni yako.